Pressure kubwa hivi sasa ni hamasa ambazo zinafanywa kuelekea mchezo wa second leg quarter final, ikiwa ni knockout stage. Hapa Simba akivurunda tu atabaki, lakini wanakuambia safari hii wanavuka. Je, matumaini yao wanayaona? Safari ya kufika nchi ya ahadi, ikiwa ni miaka na mikaka toka imepita kwa Simba kupita katika hatua hizo mpaka kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Vipi kwa safari hii ambayo watani wao wanatamba zaidi kwa sababu wamefika katika kizazi hiki cha Generation Z hatua ya finali na kuchukua medali? Nipo na Othman Buguruni kuzungumza naye kuelekea michezo hiyo. Kumekuwa kuna mambo mengi kadha wa kadha. Hali yako iko vipi? Hali iko vizuri, nashukuru Mungu. Sijui nyinyi hapo. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, kama ilivyo buheri kwako nasi ndivyo ilivyo. Nimemsikia jana msemaji wenu Ahmed Ali, na nimemsikia pia mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha kwamba amepokea mwaliko, na amemsikia Ahmed Ali akizungumza pamoja na Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira Tanzania, naye pia ni mwalikwa. Mlipokeaje ninyi mashabiki wa Simba Sports, lakini mtaa vile ulivyopokea wewe unaonaje? Kwanza mimi nimefurahi sana kwa sababu Karia alikuwa kama mtu mnyonge sana ndani ya wiki mbili hizi, kwa sababu ya taarifa alizozitoa kuhusu hali ya mpira Tanzania. Baadhi ya watu kutoka klabu fulani wakawa wamekurupuka, wakawa majibu mengi, wakati swali lilikuwa maswali mawili tu. Kwa hiyo kaonekana Karia si tuamoni kama ni mtu ambaye ametengwa. Sasa Simba kwa sababu ndio klabu kubwa ya mpira Tanzania, wakaona tumfariji vipi? Tumpe heshima ya mechi kubwa ambayo tunaenda kufanya mauaji makubwa kwa Waarabu. Haijaitokea. Ni mauaji kubwa. Ni mauaji makubwa sana. Kwa hiyo Karia kwa sababu anafahamu mpira. Kwanza ana sifa tatu. Ni rais wa TFF. Rais wa CAF. Na mjumbe wa rais wa Sekafa na mjumbe wa CAF. Maana yake ni lazima tumpe huyu ili tuvuke katika hatua tunataka. Tunaenda kumfariji, tunaenda kumpa raha. Kwa ndio maana Simba wameamua kufanya hivi. Ukijumlisha na mkuu wa mkoa alikuwa katika simanzi fulani. Sababu wao upande wa pili wao wanatumia nguvu sana wao kuleta mashinikizo kuwafanya watu wao nyonge. Simba ndio mimi niwahi kusema Simba ni klabu ya mpira. Hivi vingine sio klabu ya mpira. Simba peke yake ndio klabu ya mpira. Niwahi kusema na nitaendelea kusimamia msimamo wangu. Vile vilabu vya nini sasa? Ndio maana usikia tunapiga simu na kutishia familia ziko watu, si kutuma pesa kwa magolikipa na wachezaji wengine, utoachie tushinde. Simba la kusikia hiyo. Simba inacheza mpira ucheze uwanjani, watu waone. Kama matukio uwanjani yatatokea maamuzi, itaitwa ni nani? Watasema ni mapungufu ya maamuzi ya kibinadamu. Sio kupiga simu kutishia watu maisha ya watu. Unahangaika kutaka kuua familia za watu kwa sababu matokeo. Ndio maana Simba ni klabu ya mpira. Hata kama Karia wakisema ni Simba. Na ndio maana hata naona mpira wa Tanzania umetulia. Tumefika katika nchi ya ahadi. Tuko wasita, si kama sikusema watano. Ni Karia huyo. Timu ya taifa ishaingia katika michuano ya kimataifa mara kibao. Ni Karia huyo. Na kama ni mwana Simba, naenda leo kusisitiza kwamba wana Simba na Simba ndio klabu ya mpira. Aliwahi kuongoza mtu Yanga pale Taifa Stars, ilifika wapi? Simba alishawahi kupita pale mbele. Wamepita wengi tu watu wa Yanga. Ilikuwa ni malumbano timu ya taifa ya kwanza ya pili wako chali. Kwa hiyo Haji Manara alichokiandika kwamba wanafahamu kuwa ni shabiki wa Simba Sports, anadhihirisha kwamba weledi upo Simba au Haji Manara tumemtengeneza sisi. Na Haji Manara pale alipo ni mkubwa kuliko hata klabu ya Yanga. Kwa ni kweli ni mkubwa kwa uelewa. Si kwa umri. Yaani kwa uelewa. Kwa sababu ametoka chuo. Simba Sports. Ametoka chuo Simba. Maana yake kuelewa pale Yanga. Na ndo anaongoza. Kwani alianzisha kusema kwamba tutagoma mechi nani? Hivi alikuwa Manara. Manara ndio kwanza kusema. Hawakuungana. Manara ni mwalimu Yanga. Ametoka wapi? Chuo Simba. Manara ile ni Simba mwenzetu, isipokuwa ameenda kutengeneza mazingira. Si maisha. Kwa hiyo Manara anawafundisha Yanga, ametoka Simba. Ukipita Simba lazima uwe na uelewa shekhe. Yaani ukipita Simba lazima uwe na uelewa. Na ndio maana hata Karia wanamwambia ni Simba, hata kama akiwa ni Simba, ndio maana anauelewa. Hata mkuu wa mkoa kama ana Simba anauelewa mpira.
Ukiwa Simba lazima unaelewa mpira. Usipokuwa Simba ndio unaona kama leo tokea Mwanza. Wewe unaingia unaenda kumkamata kocha, unamkamata manager. Sasa wapi na wapi? Wewe mkuu wa mkoa unamkamata manager wapi na wapi? Umesikia mkuu wa mkoa juzi kamkamata nani? Alikama. Amemkamata kwa makosa yake. Tena baada ya mechi imeisha ndio unamchukua mtu. Sio mechi hajachezwa na kumkamata sasa wapi na wapi? Angeongeza pressure. Hana uelewa mpira yule mkuu wa mkoa kule. Okay. Lakini huyu mkuu wa mkoa huku ana uelewa mpira na anahisi yule ni mwenzetu. Ndio sababu ya kumwalika kwenye siku zote Simba nimekwambia wanajua mpira na wanawaleta watu wa mpira na wanawajua watu wa mpira. Kwa hiyo ndio maana tumemwagiza huyu aje. Lakini mbona watu wanaona sasa kama mmetumia fimbo ya kuadhibu kwa sababu Young Africans mashabiki wake kwa hivi sasa hawana imani na shirikisho la mpira wa miguu kupitia bodi ya ligi inayoundwa na TFF. Lakini huku pia kwa Paul Chacha hisia zilikuwa tofauti mara baada ya msemaji wao kulala ndani kwa sababu ya kauli zisizokuwa nzuri kwa viongozi. Amuoni kama hii ni fimbo sasa mnatumia kuwaadhibia wao kwa kuwa hawapo tena kwenye michuano? Kwanza mpira una tabia, wanasemaga mpira ni vita. Na vita mpira haiko uwanjani tu, hata nje ya uwanja ipo. Okay. Kwa hiyo kumtumia mkuu wa mkoa unaweza kutafsiri vingine ni vita. Na ni kufanya sasa na wao sasa wajue mpira ulivyo. Maana yake wanafundishwa mpira huko hivi. Mpira mimi mnaotaka kucheza uchezwe hivyo. Kwa sababu kwa mfano wenzetu wanang'ang'ania kusimamia kanuni, lakini wanasahau wao ndio walivunja kanuni ya 17 kifungu cha 45, alafu wao ndio wataka waheshimu kanuni. Maana yake ni nini? Tunawafundisha mpira kwamba huyu mkuu wa mkoa na huyu nani wale Skaria hawa ni watu wa mpira. Wametoka kutengeneza mpira. Kwa hiyo watengeneze heshima ya mpira. Ndio maana mpaka kafu wakamwamini, wakamkubali, wakampa ujumbe. Ni mwaka gani wewe kusikia rais wa TFF alikuwa mjumbe wa kafu? Wewe kusikia hii? Nimesikia hii kama tendaji yupo wale Skaria. Miaka ya nyuma wewe kusikia rais gani wa TFF alikuwa? Sijasikia. Miaka ya nyuma alikuwa kamati tendaji ya FIFA ya kafu, alikuwa hapo Said Al-Mamri. Wakati huo yeye alikuwa haipo TFF, lakini alikuwa ni mjumbe. Maana yake nini? Huyo rais wake kipindi kile wa kafu wa TFF hakuwa na uwezo. Maana yake Karia amefanya mambo makubwa. Ukifanya mambo mazuri utapewa heshima yako. Kwa hiyo Simba wanatengeneza heshima. Nikukumbushe. Hata Karia alipochaguliwa Simba wa kwanza walimposti. Wakampongeza. Wenzetu wakakaa kama saa 5 aibu wakamposti. Lakini baada ya muda mchache wakafuta. Maana yake nini? Sio watu wa mpira hawa. Kumbe waliposti na kufuta. Waliposti wakafuta, mimi niliona. Maana yake unapomposti unafuatilia sana. Kumbe waliposti. Wakaposti baada ya muda mchache wakafuta. Maana yake ni kumdhihaki Karia. Sasa wewe unapomdhihaki rais wa TFF, sisi tunamnyenyua, tunampa heshima yake. Karia amewapa ubingwa kama alivyosema, ameisaidia Yanga katika njia mbalimbali. Na labda nikukumbushe katika mambo aliyosaidia. Mimi naweka wazi. Mwaka jana mwaka huu Yanga wasingecheza ligi. Kivipi? Kwa sheria za FIFA na za TFF wasingecheza ligi. Kivipi Othman? Yanga hawakuwa na under 20. Dirisha limefungwa tarehe 31 mwezi wa 8. Yanga hawakuwa na usajili wa under 20. Hawakusajili kabisa. Hawakuwa na under 20. Under 20 ndio second club katika kutoka klabu A inakuja B. Kama huna unusu kushiriki ligi, ikabidi mechi ya kwanza ufunguzi Simba anacheza na hao Yanga under 20 na under 20 Simba. Simba wakagoma. Wamefanyikia wapi? Kigamboni kule. Waje TFF. Simba walivyogoma. Baada ya kugoma, Simba wakasema hawa hawajasajiliwa. Simba waliogoma hawakufanya chochote. Baada hapo kilichotokea nini? Aibu imewashika. Yanga wakaenda, Karia kaingilia kati. Akafuta ile ligi ya vijana. Ligi ya vijana imeanza mwezi wa kwanza. Baada sasa wao simamisha sasa. Walisimamisha. Wakaitoa mpaka mwezi wa kwanza ili Yanga wapitishe usajili Yanga B ndio ligi iruhusiwe. Maana yake ingefuata kanuni, Yanga usingecheza ligi na ungefutwa daraja ili lipo. Ulizeni vizuri hata TFF ulizeni kama alipo au ndio klabuni Simba. Miongoni mwa vitu ambavyo Karia sasa anasema ameibeba kwa vingi. Ameibeba ni moja hapo hilo. Kuna usajili wa mchezaji wa kimataifa ulibumba na FIFA aliandika Yanga kuna mchezaji hajasajiliwa. Nyinyi mliona? Rekebisheni usajili wake. Maana yake huyu mchezaji alitumika. Inasemekana wengine wanasema ni Pacome. Mimi sina uhakika. Lakini huyo kama ni Pacome alicheza mechi ngapi? Maana yake Yanga alikuwa anataka kunyang'anya pointi
Karia kalificha. Si umeelewa? Sasa hawa wanaosema Karia anaonea au kanuni zitakiuka, ni kanuni gani wanataka? Mvunja kanuni afu yeye anataka kanuni. Hizo ndio ukweli, na ndio maana Simba wameamua kumhendo Karia, kumfanya atulio au na utulivu. Sisi shida yetu sio kwamba tutamhendo Karia ili tuchukue ubingwa. Ubingwa ni uwanjani bwana. Hata akichukua Yanga hatuna shida. Tunamtengenezea Karia mazingira ili awe na heshima yake. Othman, hayo ni yale ya nje ya uwanja. Tunarudi ndani ya uwanja. Dakika 90 za Ismailia wanalala hoteli yetu, wanakuja nchi yetu, washabiki wanashangilia, wengi ni wetu, kila kitu chetu, waamuzi tunawapokea sisi. Ni kweli utashindwa kwenda fedha, tunaenda ukifuza pesa mabilioni? Hapana, 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 tunaenda kufanya mauaji makubwa sana. Mimi nikuhakikishia Jafet, baada ya mechi kama tutakuwepo Benjamin, mimi nitakuwepo Benjamin Mkapa, tukutane kule. Haya majibu ndio hayo. Sasa Othman, kama unaona hakuna mlima kuna kichuguu, kilichoizuia Simba Sports kupata matokeo katika ardhi ya ugenini ni kipi? Kwanza nje ya uwanja tumefanyia figisu nyingi sana, ikiwemo wachezaji watatu kudaiwa wakapimwe si wanatumia madawa, Panzu, Kibu Denis na Ahua. Kama si madawa wanasema corona wengine. Na ndani ya uwanja uliona wewe mwenyewe ulitazama mechi, wana maamuzi yako yanafanyika. Na vile vile kulikuwa na hali ya kimazingira. Misri kulikuwa na joto lao lilikuwa ni 20, maana yake 20 anaita nini zile? Nyuzi joto. Nyuzi joto ilikuwa 20. Sasa nyuzi joto 20 kutoka saa 7 mpaka 20 ni 17. Maana yake iliwafanya wachezaji wetu wamekuwa wazito. Kama mama Mohamed Hussein kifua kilijaa. Umeelewa? Ukumbuka kama mechi tulifunga Constantine. Tulifunga kipindi cha pili hicho baada ya kutoka vyumbani. Maana yake wachezaji wali delay kidogo kwa sababu ya hali ya hewa. Sasa hao wanakuja katika hali ya wachezaji waliozoea joto kutoka 20 mpaka 37, nyuzi joto 17 mpaka 18. Wao watakuwa katika hali gani? Alafu tunacheza saa 10. Na nakuomba muombeni kuanzia kesho tuanze kukesha. Kila mtu amuombe Mungu wake anayemjua. Sawa? Tuombe Jumamosi, Jumatatu na Jumanne na Jumatano kuwe na jua tu, kusinyeshe mvua. Ili kuwa na joto kali. Hali ya hewa ndo kama hii. Nini naambia kila Jafet na Agosto muende kuanzia Jumatatu na Jumanne mfanye ibada. Muombe hali ya hewa, Mungu asimamishe kwanza mvua. Alete jua kali asubuhi mpaka jioni. Alafu muone Waarabu watakavyonyesha maji ya baridi. Watakunywa maji ya baridi. Huko wanakunywa maji ya baridi, alafu kule sasa wanaenda kula magoli. Ndio kiboko. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna shida kwa kweli. Mimi naamini Simba wanashinda, tena ukishindo kikubwa sana. Nazungumza kuhusiana na mpira huo una matokeo ya kikatili. Miongoni mwa hayo matokeo mpo tayari kuyapokea au mnakwenda na matokeo ya ushindi peke yake? Nilikwambia mwanzo mpira huo una tabia kudunda kwenye tope. Ikiwa utadunda kwenye tope hatuna shida. Kwa sababu tutapata dhihaka kwa wapinzani wetu, lakini kwa sababu dhihaka itaisha tu. Lakini
kwa sababu matokeo ya mpira wanasema ya ukatili yapo na mpira ndio ulivyo. Sisi hatuna shida tukayapokea tu, lakini kuhakikishie hii mechi tumejipanga katika maeneo karibu matatu. Kwanza kuna maeneo matatu ya wazi nikwambie, yako wazi. Haya siri hatuwezi kusema, ukitaka njoo kwenye matawi. Kuna eneo la kwanza mazingira ni hali yetu. Mmeona hali ya Dar es Salaam, sawa, hali ya hewa joto. Pili, waamuzi tunawapokea sisi wako Tanzania. Tatu, timu yenye mashabiki bora Afrika namba 2 ni Simba. Ile full house ndio kuijaza Jumatano. Ni Jumatano? Atajaa kweli yeye ndio baba. Ile full house itakajaa. Wale uwanja ukijaa alafu hii mkashindwa kuvuka. Simba haijawahi kujaza full house, hakuna mechi Simba ilikuwa na full house ikafungwa au ikatolewa. Labda nikumbushe, mimi sija kuona mechi tuliotolewa hapo na Makirikiri na wale wa Udisongo, uwanja ulikuwa full house. Waulize Nkana ilikuwa full house. Waulize nani wale Swita full house. Waulize Makirikiri, waulize si wa idadi. Simba wakiwa full, waulize Al-Ahly ile 2-2. Simba uwanja ukiwa full house utoki pale. Nyama anahisi kama vile yani kwanza mimi nakwambia, kwanza nikutajia watu watakaofunga, sikufishi. Hapo sasa umeingia kwenye utabiri wa Shehaya. Shehaya si tunaona mbali. Sawa. Mpanzo ana goli atafunga. Au atafunga. Na Kibu Denis atafunga. Sasa idadi ya magoli hao watagawana. Kama zitakuwa goli 5, maana yake kuna mmoja atafunga 2, mwingine 2, mwingine 1. Mimi nikuhakikishia. Unaona wings zako left and right. Umemwona namba 10 wako. Na nikwambie kingine, Simba wachezaji ambao wataenda kucheza katika kiwango cha hatari. Kwanza zile fullback ya kushoto na kulia, Kapoma na Hussein watakuwa katika kiwango kikubwa sana. Tuombe Mungu yasitokee mengine. Kama watakuwa vizuri watakuwa katika kiwango kikubwa sana. Alafu katika wachezaji wengine watakuwa kiwango kikubwa sana. Kibu Denis na Eli Mpanzu na Jean Charles Ahoua, hao wachezaji watano watakuwa katika kiwango bora sana, mimi sikufichi. Na itafanya mimi naamini watu wa kushoto upinzani wataanza kulalamikia Simba inabebwa. Naamini ziko penalty takriban 2. Zipo penalty takriban 2. Tena za uhakika, sio za kuchukulia kwenye viana. Ziko za uhakika. Sheikh Othman, umezungumza vingi. Mzungumza na Watanzania waliopo ndani na nje ya taifa hili, kwa sababu wao hivi sasa wanatazamia tarehe 9 kubwa sana kuona kama mnyama ataendelea kuwapa burudani ya kimataifa kwa upande wa shirikisho. Unalo lipi la kueleza? Mimi nawaeleza kwanza, narudisha nyuma ili waeleze. Tulikiwa Misri tumepiga pasi takriban 420 au 480. Accuracy pass ni 420 pasi ambazo zimepenya. Pasi fasaha. Wao walipiga pasi jumla 300 na ngapi sio na 80 na 20. Alafu zilizopenya sio 200 na ngapi na 90. Maana yake tuliwazidi. Ukija katika on target tulikuwa na 8 kwa 2. Kona tulipata 5 kwa 1. Sawa, mipira iliyoingia tumepiga mipira karibu mipira 18 kama sio 18, 28 mipira imefika katika eneo lake la final third. Sawa. Mipira ya cross iliyopiga ni mingi kuliko yetu sisi kulia na kushoto. Maana yake ni wahakikishie watu wa Tanzania waliko nje wasiwe na pressure. Wao tayari kama wataangalia kwa kupitia mitandao, kupitia televisheni moja kwa moja, sports weti wao tayari, na wahakikishia Simba inaenda kufanya vizuri, wasiwe na pressure. Wao bana watukumbuke sisi Tanzania huku tunataka tuwafanyia mambo ambao watakuwa na furaha kubwa sana. Tunaomba wao tulivu tu. Simba imejipanga idara zote. Nimetaja idara za nje, lakini idara za ndani siwezi kusema kwa sababu ni siri yetu. Sasa hivi sio tuko na maadui wengi, hatuwezi kusema. Kwa hiyo Simba inaenda kufanya mambo makubwa. Takwimu tulizozionyesha kule zinakuja kutoa majibu huku. Majibu yanatolewa Tanzania. Ndio maana nikasema na uhakika kama siku itaamka salama na wachezaji wakaamka salama na wakawa na amani na wakaona washabiki wao na wasi mashabiki wa ndani wajitokeze kwa wingi ili wakawafanya wachezaji wao na utulivu wa nafsi, wasiwe na pressure waza ya nyuma. Naamini Simba anaenda kuibuka ushindi na matokeo magoli mengi sana.
ambayo itakayo ni rekodi kubwa kumfunga Mwarabu kwa katika karne hii. Matumaini ndivyo yalivyo kwa Othman kutokea hapa Buguruni, na tumezungumza vingi. Acha tusubiri dakika 90 za tarehe 9. Mnyama kwenye kauli mbiu yake ya hii watavuka kweli, na lau kama watabakia hapa sijui vile ambavyo watapokea heka za wananchi katika hili kwamba limewashinda. Mimi langu jina ni Jafet wa Mipango, mwenzangu kwa upande wa kamera ni Agosto Tabibu. Endelea kutufuatilia kwa vipindi ambavyo vinaandaliwa kupitia channel yako pendwa. Asalamu alaykum. Wa alaykum.